mwanafamilia wa Marafiki Station, basi leo nikupe kitu kimoja au nikusanue kwa wewe ambaye unaishi town au unaishi kwenye miji mikubwa. Kuna app nyingi ambazo unaweza kama unazitumia kwenye usafiri. Yani umeshuka sehemu afu unataka usafiri uende kwako au uende sehemu fulani kutembea au sehemu kuna sehemu hujui unataka kwenda, basi una request. Sasa ukiwa na request app gani ambazo ziko na zina trend zaidi hapa town na pia zenye bei nafuu zaidi, na unaweza kaona kuna app kama 20, lakini leo nitakupa app 14. App ya kwanza ambayo ina trend sana kwa sasa hivi ni Bolt. Unaweza ukaingia kwenye Bolt application yao ya Bolt, ni hii hapo. Ukaingia hapo na uka request usafiri ambao unataka wewe kutokana na mahitaji yako na mizigo uliokuwa nao au uko na familia. Kwa hiyo utafungua Bolt, then uta request kama ni bajaji, kama ni gari, kama ni pikipiki na vingine kama hivyo. Kuna Bolt hizi Bolt sender hivi box hivi parcel na nini, watakaoagiza mzigo tu hivyo, na hizi zitakuwa zina bei zao. Utakuja kama hapo utaklik kwamba hapa nataka niweke live destination, kama hivyo nimeweka live destination kwamba niko hapa na nataka niweke drop, labda nishukie wapi, nishukie Smart Usagara kwa Ngoma, basi nitaweka hapo, then itaniletea bei kwamba kutoka hapa nilipo mpaka nitakapofika bei yake kwa pikipiki ni shilingi 21,000, na hii pikipiki haiko mbali kutoka hapa nilipo, inakuja hadi nilipo mimi kwa dakika moja. Ila pia ina matairi mawili, umeona hapa, 2 wheel rides. Ila pia inabeba abiria mmoja, yani abiria wawili pamoja na dereva pamoja na abiria mmoja, kwa jumla mnakuwa wawili kwenye pikipiki. Haibebi zaidi ya hao watu. Ila ukija kwenye bajaji pia itakuletea na matairi matatu, inafika ndani ya dakika moja, maana yake haiko mbali, ila inabeba abiria watatu, yani nyuma tu, mbele hawapaki, na bei yake ni hiyo hapo 33. Ukija kwenye hii hapa ya kutuma mzigo, means that hii inatuma small item, yani vipaseli vidogo vidogo, ni pikipiki, umeelewa. Ila pia kuna XL ambayo inakaa abiria 6. Kwa hiyo na bei zake zinakuwa kama ifuatavyo ulivyoiona hapo. Hiyo inakuwa haiko mbali, ila pia ni ndani ya dakika 3, wanakupa estimate ya muda. Hii hapa kuna wengi hawaifahamu hii Hour Ride. Hii inakuwa ni abiria 4, ila ndani ya dakika 3 inakuwa imefika, maana haiko around na hapa. Hii hire a car and private driver, kwamba unamkodi dereva na gari yake, umeelewa, kwa lisari moja utamlipa 34,000, umeelewa. Haijalishi umeenda umbali gani, haijalishi umemkalisha sehemu kwa muda gani, ila ikifika risali moja utamlipa 34,000 na biashara yenu itakuwa imeishia hapo. Ukitaka tena utaibook tena kwa risali moja jingine. Kwa hiyo hii ni kama vile book gari, then unakuwa umeikodi gari yote wewe mwenyewe kwa muda huo, haijalishi umeenda sehemu fulani umerudi, nipeleke sehemu nyingine, hadi risala lako limoja linaisha. Kwa hiyo hii pia ni nzuri sana kwa sababu haikulimiti umbali wa kwenda, itacheza na wewe na muda tu. Tunaenda na app ya pili. App ya pili, kuna app inaitwa InDrive. Hii hapa InDrive yenyewe pia bei zake ziko affordable, lakini kwa bongo ziko madereva ni wachache. Hii sitoielezea kwa sababu ni madereva wachache. Nitakuja na app nyingine ni Kayago. Kayago hii ni app pia ambao unaweza ka request kwa Dar es Salaam ipo, ila mikoa mingine sijajua. Bei yao pia iko affordable sana na unaweza ukafurahia kwa sababu wako na bei nzuri, ila hawajaifanyia promo sana hivyo. Sasa madereva, kuna sehemu zingine unaweza request ukakosa dereva, tofauti na makampuni mengine. Ila ukija pia kuna KillRider. Huyu KillRider pia ni app ambayo unaweza request ukapata usafiri, ila pia changamoto yake hawajaipa promo kubwa kwa sababu maybe ya kiuchumi au pengine hawana test mitambo, lakini hii pia unaweza request na ukapata dereva akakupeleka kwa bei nzuri na haina makato mengi. Hata kwa dereva pia hii ni nzuri sana KillRider. Ila pia tuna app nyingine ambayo inaitwa LitoRide. Umeelewa? LitoRide hii ni app pia unaweza request na ukapata usafiri LitoRide. Ila pia tuna app nyingine pendwa kabisa inaitwa Twende. Hii pia unaweza request na ukapata usafiri wako ukaelekea sehemu unapotaka kwenda kwa bei nzuri, inaitwa Twende. Kwa
Kwa hiyo hiyo ni app pia unaweza ka request na ukapata usafiri. Ila app nyingine bila kusahau, tuna app inaitwa Farasi. Tuna app inaitwa Farasi. Hii hapa inaitwa Farasi. Unaweza ka request pia, hii madereva ni wengi pia, una request sehemu yoyote na bei yao pia wako chini kwa sababu hawana makato mengi. Kwa hiyo unaweza ka enjoy pia, ni affordable nzuri sana. Ila pia tuna Dutch Driver. Tuna Dutch Driver pia ambayo unaweza ka request ukapata dereva sehemu yoyote na ukaenjoy usafiri kwa sababu bei zao pia ziko chini kulinganisha na watu wengine kwa sababu wao makato pia wameyaondoa. Kwa hiyo hiyo pia ni nzuri kwa wewe unayependa kusafiri. Ukishuka sehemu haujui tofauti na ile, unaanza kuulizia, unasimamisha pikipiki yoyote ili nipeleke sehemu fulani, ni kitu ambacho kinaweza kaa ni hatari kwako. Mtu anaweza akakuibia, akakubaka, akafanya nini kwa sababu hamjuani, umeelewa, dereva umemwokota tu njiani. Kwa utapeli ni mwingi mjini. Kwa hiyo kuwa makini, tumia app, utaenjoy kwa sababu utafika salama, dereva usalama wa kutosha, abiria pia usalama wa kutosha. Hivyo basi kwa leo naomba niishie hapo, wapendwa wangu wa Marafiki Station. Kama hauja subscribe, basi ni time yako ya wewe kusubscribe na kuendelea kuenjoy huduma zetu za Marafiki Station, kwa sababu nitakuwa nakujuza vitu vingi vya kitechnician kuhusiana na ujanja ya simu, kutumia simu na vitu kama hivyo. Kama kuna kitu atakao tukiongelea au haukifahamu, basi let's drop the comment.